Halo wapenzi, habari zenu. Kwa wale wenye mnanijua, habari zenu, na wale ambao hamnijui pia, majina yangu ni Betty Chanzi Katuku. Majina ni ya YouTube, same ni majina yangu ya kule kote nilikozaliwa, ni majina yangu kuzaliwa. Karibuni tena katika darasa langu la ufumbuzi wa mapenzi ama mambo ya ndani ya sisi watu wazima. Napenda sana kuongelea vitu kama hizi kwa sababu si watu wote wanaongelea mambo mengi ya ndani, kwa sababu wengi huona haya. Karibuni tena katika channel yangu. Niko YouTube of course kama kawaida. Wenye mnanijua, asanteni kwa kuwa na mimi wakati wote ule, na wale wageni pia karibuni, na wapenda, na tuzidi kujifunza mambo mengi tofauti. So leo nilikuwa nataka katika darasa langu la leo nilikuwa naomba kuongelea kuhusu condom, madhara ya condom mostly kwa wanawake, watu kama sisi, na ni vipi tunaweza kujiprevent, as in tusiwe tunaumizwa sana na hizi vitu. Ndiyo ni nzuri, inatusaidianga, at the same si nzuri kwa sababu inatupatia madhara ya ndani. Wengine, kuna watu ambao wako sensitive, mili yao huwa iko na jinsi zao, amini kama ni cycle zao za damu huwa ziko tofauti, haziko strong kama vile watu wengine. Ndio maana unaona watu wengine wanatokanga kwa condom, wanaenda kwa kwa shindano za kupimwa, za kudungwa, ama zile implants. Lakini sasa tukiangazia sana mambo ya condom. Condom madhara yake ni nini? Condom madhara yake, kwanza kwa mwanamke inatusaidia hatupate, yani ni ile hiyo ni kinga ya haraka ya kwamba unaweza kukimbia dukani haraka pesi ukaenda ukachukua ukaja ukitumia. Yes, si kama hizi zingine, pengine unaweza kaa pengine kama miezi 3-4 ndio uende ukadungwe. Ona, lakini sasa pia iko na madhara yake kwa mwanamke kule chini, kwa sehemu za siri za mwanamke, kwa sababu hii virginity yetu ama virginity zetu huwa ziko sensitive. Pili, zinaweza kuwa infected wakati wowote ule. So usafi wako mwanamke kwanza ni muhimu. Kabla tujaongea mambo ya condom na nini, usafi wa mwanamke kwanza ni muhimu. Ona, pili, nikianza kwa upande wa kuongea madhara yake ya kwanza, ilikuwa ninasema ni nini, inaletanga ugonjwa unaitwa Candidus. Candidus ni ugonjwa gani? Ni ugonjwa wa kuwashwa huku chini wakati umetumia condom, maybe kwa muda mrefu, unashikwa ni ugonjwa wa kujikuna kule chini. Unajikuna kabisa, unakutanga ni kujikuna kwa utamu, lakini si kujikuna kwa kuzuri, yani kwa uzima. Ni kwa sababu gani? Zile condom kwanza huwa iko na mafuta yale mafuta. Alafu sasa kulingana na ile mikojo ya mwanamke ile, unaona, inaletanga madhara. Unakuta mwanamke mostly wengi wanaumwa ni matumbo. Tumbo linakuuma wakati pengine wa periods. Zengine wasi normal, though wengine ndio ni normal. Lakini sasa kuna wewe mwenyewe ukiangalia tu maisha yako ya since udogoni na wakati umekuwa mahali umefika, kuna changes fulani. Kwa sababu ukiwa unatumia hizi family planning, huo kuna changes za mwili, huo kuna change. Wengine unona, wengine wakakonda. Hizo ni dawa za kudungwa ama pengine implants. Ziko na effect na side effect. Ona, pili ni kupoteza hamu ya sex. Unapotezanga hamu ya sex. Lakini ukitumia condom, wewe huo uko normal kabisa. Sikatai, huo uko normal kabisa, unaweza kufikishwa kileleni, unaweza kumwaga wakati wote, unaweza kusikia starehe. Lakini sasa iko na shida yake. Ona, shida ya pili, inaweza kuleta kansa kwa mwanamke
unasikia mwanamke fulani ama wanawake fulani wana ugonjwa wa kansa, na kansa iko kwenye virginity. Mostly si ati ni kwamba ni damu ndio ni chafu ni na nini, zingine tunajiletea huko. Maana yake si kondom zote ambazo kutoka kwa manufactured zimechunguzwa, zingine ni zile biashara tu za kawaida zimechukuliwa. Sasa utajuaje ni gani original na ni gani ambayo si original? Ndio hapo sasa tuweze kujiepusha na hizo kutumia. Mimi kusema la kweli ni kuambia mtu tafuta kinga nyingine, lakini kutumia kondom mimi kwanza tayari huwa nainua mkono nasema sitaki ama sipendi. Kwa sababu gani? Huwa nataka kujiepusha na hizi vitu, hizo magonjwa ambao hata mtu wa nyumbani ukimwambia ati najikuna huku chini, pengine ni mpenzi wako, si atajua huyu ako na ni gonorrhea. Sometimes wanaitanga gonorrhea, si ndio? Gonorrhea ni gonorrhea. Sasa utamwambiaje mpenzi wako kuna gonorrhea? Na ni mtu ambaye unalala naye. Ulipataje? Maanake wewe unalala naye kila siku ama pengine mko nyote wakati wote. So ukiona mtu kama huyu mwenye ako na huo ugonjwa kujikuna, ni yeye mwenyewe ajiulize, mwenye alienda kukutana naye alikuwa ni mzima kwanza. Pili, hii trust ilienda kununuliwa, ni zile trust original ama ni zile fake? Trust original huwa ziko ngumu, ziko nzito, alafu ziko rangi kama maziwa hivi. Lakini zile fake huwa ni white kabisa, unaona ni white. Alafu ziko nyepesi. Sasa hizo madhara yake pia ni kwamba inaweza kukupasukia ndani, ukajikuta umepata mimba ambao huko umetarajia. Ndio hapo ukija kumwambia mpenzi wako, bwanako ama lava wako ama pengine mpita njia wako umeenda kwake mwambie uko na mimba. Atakuuliza mimba iliingiaje na hii kitu ilikuwa iko na nini? Ama pengine wewe mwanaume umetumia na huna uhabari kwamba hii kondom imepasuka ndani. Kwa sababu gani? Ni zile ambazo ni fake. So to make the story short, ni tujiepushe na kutumia, tujaribu kujiepusha kutumia na hiyo trust, manake faida yake ni chache kwetu, especially wanawake. Pia zinakuwa na madhara kwetu. Ziko na madhara. Kwanza inaweza kukudunga mimba ambao hukutarajia. Ni wamama wengi sana wamepata mimba kupitia hizi trust. Na alikuwa yutumia kabisa, lakini akaja akashtukizia nishapata mimba. Sasa kama mnataka kufanya family planning, unaweza kufanya wewe mwenyewe family planning wewe na bwanako. Muelewane tu. Bwana, hatutaki kupata mtoto huu wakati. Sasa tutatumia njia gani? Manake of course ukitumia dawa za kudungwa, feelings za mapenzi huwa zinaisha. Hiyo nayo si siri. Ndio wengine walikuwa wananiuliza kwa nini wanawake wengi huwa hawananga feelings za kutombwa. Ni kwa sababu ya hizi shindano. Ni kwa sababu ya hizi shindano umeenda kadungwa ni ya miezi 3. Mtu mwenye amedungwa hizo shindano mostly hatokangi damu. Sasa mtu mwenye ambaye hamwagi damu pengine inakuja once per month. Niambe, azin watu wengine wanakaanga hata miezi 3 ama zaidi. Mimi wakati nilikuwa nadungwa nilikuwa sitoki damu kabisa until wakati nilipoacha. Wakati nilipoacha ndio sasa damu zangu zikaanza kukuja regular. So ukiona mwanamke hana feelings, usimuone vibaya, uende ukamtafutie mke mwingine ama uende ukamcheat, uende ukamtafutie ma girlfriend kule nje. Ni kwa sababu anajiepusha na kupata mimba. So ni wewe mwanaume ujaribu kujikinga, na kujikinga kwenu ni aje? Kwa sababu nyinyi hamdungwi detwaje shindano. Sasa ni wewe ujifundisha kufanya nini kumtetea yule mwanamke kwako wakati mkifanya sex, wakati mkitombana ama mkifanya tendo la ndoa.
unajikaza unamwaga nje, na make sure ukimwaga nje umefuta yale maji mengine lokoko yamefika pale. Ama huyu bibi mwenyewe pia ingize mkono, ama dem mwenyewe, girlfriend wako mwenyewe, hakikisha hakuna maji. Maanake pia yale maji huwa nasema usiseme hata zile sponges nyeupe zile ndo ni za kudunga mimba peke yake, no. Hata yale maji meupe yale, vile vimaji vidogo vidogo vile, ukigusa tu hivi kwa mkono unagusa hayo maji mama yakikuingia mamake, my dear, uko umeshika mimba, kama ni wakati wa kushika mimba. Kwa hivyo usishangae ati alimwaga nje mbona nilipata mimba, ama alitumia kondo mbona nilipata mimba. Ni yeye bwana mwenyewe, mwanaume mwenyewe hakikishe amefuta pako dry. Kale kashimo kale kako dry, hakuna kitu. Hata wewe ukiingiza, ukifanya hivi kidole, hiki kidole wewe kinaingia kabisa, unasikia kimeingia pale kwa kale kafupa kale kandani kale. Unajua haukitoa hivi mkono uko ni mkavu. Wewe mwenyewe pia unajitetea. Ile mali ni yako at that time. Unaona mkoa mkonyote amemwaga nje, ama yuko karibu na kumwaga, ama before hajaingia anataka kukuingia na huna trust, haujatungwa shindano. Peleka mkono wako vizuri pale, ndio kaguse kile kitu, ile kende lile. Ni mambo ya utu uzima, watoto wasiangalie hizi, maana mimi nataka kuongea na watu wazima hapa. Unashika ile kitu wewe mwenyewe, unaslidisha mkono wako vizuri, unaenda kugusa, unakuta pako dry. Mwambie okay babe, unaweza kuingia sasa. Ni sawa. Nyote mko moto pale, unaweza kuingia. Ule jamaa anaingia. Alafu wakati akwa yeye yuko karibu na kumwaga, yeye mwenyewe yajua tu hiyo mikojo inakuja ama sperms zinakuja, anajitoa nje amwange. Hata wewe mwenyewe msichana, chali yako ama bwana wako akiwa yuko karibu na kumwaga, huo unajua tu zile pupa zenye yako nazo hapo huwa ni nyingi. Of course utamwambia inuka, mwaga nje. Hapo ni matter of communication. Huwa nasema sex term ni communication kitandani. Una communicate na bibi yako, una communicate na bwanako. Hata kama mmeshinda, mmekorofishana, mmeteteshana, huo wakati ukifika itabidi mkue marafiki. Itabidi mkue marafiki kwa sababu mnataka muenjoy. Na sex iko na utamu wake. Achana na maasira kando. Eka maasira kando. Sex iko na starehe zake. Ama mtombo uko na starehe zake. Ona. So tukifika mahali kama hapo, tusikimbilie kutumia trust. Not unless huyu mtu humwamini. Kuna ugonjwa siku hizi, ukimwi, kuna ugonjwa siku hizi, ni tutaitumia tu kwa vile. Lakini sasa kwa nini uende ukalale na mtu ambayo hauna uhakika na yeye, hauna amani na yeye, haumjui vizuri? Huyu mtu kama ni mtu wa kwanza kabisa ndio umeshakutana, make sure kwanza mmeenda kupimwa. Madada zangu, msikimbilie mtu kwa sababu ako na pesa. Sister zangu, msikimbilie mwanamume kama haraka, yani umekutana na yeye na wewe unataka kuingia haraka upesi kwa sababu kuna kitu unatakishia pale. No. Kama uko Kenya, hakikisha, ama uko mahali popote pale nyumbani, hakikisha umepatana na huyu jamaa, mmeenda kupimwa, mkajua status zenu ni gani. Ndio huyu mtu ndio nikasema usikimbilie trust kwa vile unataka kwenda haraka haraka. Trust pia iko na madhara yake. Kama wewe msichana hujazaa especially, usipende sana trust, na usipende pia pitu. Hiyo ni kitu nyingine. Hujazaa unatumia trust, hujazaa unaenda kutumia pitu. Hujazaa wewe umeenda kudungwa shindano. Wewe hujazaa umeenda kuwekwa any plan. Za nini? Za nini? Ni za nini? Hizo vitu zote ni za nini unaweka? Ndio unataka starehe. Lakini kwa nini utembee na wanaume tofauti tofauti? Ndio uende, kwa sababu kama wewe hujazaa unaendaje kwenda kudunguza vitu zote?
na wewe hujazaa. Huwezi kujua kizazi chako kiko vipi. Kizazi chako kinaweza kuwa pengine kiko low. Usione dadako na bradhako wamezaa watoto 5 4 ukasema uko sawa, pia wewe uko sawa, utazaa kama hao. Huwezi kujua. Pia kuna familia zingine watu mandugu zao wanazaanga na ikafika wewe huzai. Uzai si ati kwamba ati niko vile umedungwa shindano, ama si ati vile umedungwa ulikuwa unatumia. No, ni kizazi tu yalikoseka wakati ulipokuwa kule pale uchangani pale. Ndio palikoseka. Ama pengine Mungu alikuumba tu wewe si wa kuzaa. Sasa utajuaje kama wewe si wa kuzaa? Haina haja ukimbilizi vitu zote. Wewe mwenyewe tu jiprotect na kwamba na huu jamaa wako mnapendana, mnasikizana, mmeenda kupimwa. Sitaki kuzaa saizi, hata yeye mwenyewe yajua siko tayari na kulea. Mnaelewana kabisa, hatuko tayari kufanya nini? Kulea. So, la muhimu ni nini? Ni tufanye protection. Na protection si ya kudunga shindano. Protection nyingine si ya kutumia kondom. Protection, huyo mwanamume anaweza kukuprotect. Yeye ndiye family planning yako. Kama anakupenda kweli na hakutaki akuachie mtoto mwenye ambao hakukuja na mipangilio katika hii dunia, yeye ndio atakana akufanyie protection. Protection ni pale mnapokutana katika tendo la ndoa, anatoa na mwaga nje. Hiyo ni waste sperm. Ni sawa kwa wakati ule mnaweza kuwaste ile sperm. Manake pia hauko very sure ukitumia condom kama ile condom haijapasuka. Niliona video nyingine pia katika hizo makampuni wanatengeza bati moja, wanaidunga, alafu wanaikava vizuri, wanaingiza kwa ule mfuko. Sasa niambie bahati mbaya wewe umeenda kukutana ile condom. Pili, kuna wanaume wengine wako na tabia gani? Anataka kudunge mimba, but hata kwambia ataka kudunga mimba. So make sure uko very careful na wanaume wenye unatongozana nao. Mwanamume ataenda kuchukua kale kakondo kake vizuri, akadunge shindano. Manake sperm moja tu inaweza kukuzalisha. Ataiva mwenyewe. Ama wewe utamvalisha. But hauko sure alifanya vipi. Hata kama yofungua pale pale, atakana uko very careful. But ya nini? Mimi langu nilikuwa nasema haina haja tutumie condom kwa sababu iko na madhara. Kwanza itakuletea kansa. Pili itakuletea hiyo candida ama hiyo gonorrhea, na vitu zingine siku hizi hazina dawa. Mambo mengine siku hizi hayana dawa. Sasa nikisema kusafisha kile kizazi chako, nilikuwa nasema hivyo jana. Nikasema kusafisha kizazi chako, kama pengine unajikuta uko na hizo shida za kuumwa na tumbo mwanamke, ama pengine wewe baba, bibi yako anaumwa na tumbo wakati wa periods, ama hata kama si wakati wa periods, kuna wakati tu anajisikianga tu hapa chini ya tumbo hivyo kunauma sana. Ni most of the time ni kwamba periods zinatoka but hazitoki vile kawaida, zimegana kule ndani. Ona. Sasa hiyo inaweza kumaffect pia hivyo inaweza kuleta kansa, kwa sababu ile madamu ikaenda kuganda mahali fulani, of course itakuwa ni kama jipu ama kidonda. Sasa kile kidonda kitaendelea kupanuka. Kikipanuka tunaelekea wapi? Ona. So, dawa ni nini? Huwa naongelea sana kuhusu kitunguu saumu. Ama kuna ginger, kuna cinnamon, kuna karafuu ambao kizungu wanaziita clove. Hizo ni vitu ambazo unaweza kukunywa zikakusaidia kama mwanamke. Na wenye ambao kuna shida pia ya kutoa periods. Kuna watu wengine wako na shida, wanawake wengine wako na shida ya kutoa periods. Hizo ni vitu ambazo zinaweza kukusaidia.
Sasa tukienda kwa kitunguu saumu, mwingine nilijaribu kuongea kuhusu kitunguu saumu, akaniambia kitunguu saumu ni cha kupikia ama ni cha kwenda kuweka kwa kuma huko chini kwa virginity. Hiyo unasafisha kizazi chako. Huku tuliko watu kunazo dawa za liquid, mtu anaweka kule chini, anasafisha, anatoa uchafu. Lakini sasa Afrika hatuna hizo. Ziko ndio, but ziko expensive. Na wengi najua hawazijui hizo. Ona. But kwa vile wewe uko huko nyumbani na hizi vitu ziko very cheap, unaweza kuingia sokoni Kongowea, unaweza kuingia huko Nairobi, sijui kunaitwaje huko sokoni. Ama hivi soko vidogo vidogo hivi, madawa ya pilau nini na nini. Katika zile package za dawa za pilau zile, chukua hizo dawa, nenda kachukue glove ambao ni karafuu. Tafuta ginger, kina mama, wasichana, ginger kipande chako tu, cinnamon kile kimbao, ama unaweza kutumia powder. Chemsha maji yako vizuri, alafu kisha chemsha, weka chini apate baridi kiasi, yapoe, alafu kunywa kama chai. Alafu uje niambie. Periods zitakuja. Usiogope kwamba periods zitakuja nyingi kwa wakati ule, manake huwa inaenda kulainisha, kufanya damu zinakuwa nyepesi. Damu zitamwagika wakati huo, ni kwa sababu zitakuwa zinasafisha, na zile ambazo zilikuwa zimeganda kitambo pia zote zitamwagika. Hizo vitu vitatu. Okay, kama hauna na uko na kitunguu saumu karibu na wewe, kitunguu saumu pia nacho ni kizuri. Kwanza ni kizuri kabisa zaidi, kwa sababu hicho ndio kitakutoa uchafu wako wote. Usidharau. Na usiseme huyu mwanamke yasema kitunguu saumu ni cha kupikia ama ni cha kuharibu. Si kuharibu, ni kujitengeza, ni kujisaidia. Na wale wa mama ambao huwa wananuka, wasichana mnanuka kule chini, huwa wananuka uchafu sana kule chini, hiyo ni dawa moja yapo ambayo inaweza kukufanya nini, kukusaidia usinuke ile harufu, kwa sababu inaenda kutoa uchafu wote, ule makamasi, ule ute ule wa mwanamke kule chini huwa unatoka. Waona kabisa, ndio inaenda kujinawisha asubuhi. Tujielimisheni, tujaribu kuelimishana. Ona, mwanamke uchukue kitunguu chako, toa maganda vizuri. Pale usiku unapoenda kulala, ushajinawisha, ushaoga vizuri, ushajinawisha kule chini, umekuwa msafi. Chukua kile kitambara kitunguu chako, kidungie tu kama hivi. Sasa hii uzi utakokoni nje, kitunguu ndio utaingiza ndani. Hakikisha umekidunga dunga ama umekipasua kiasi. Alafu uingize kule chini usiku kilala. Ona, uingize huko usiku kilala mpaka asubuhi. That means hautatombwa, hautalala na mwanaume. Huo ni wakati wako mwenyewe. Hiyo ni healing time. Mwanaume asikusongelee. Maliza shughuli zako ndio umtafute, ama yeye akutafute. Hata kama yuko pale pia unaweza kupeana break. Hakuna shida. Si nyinyi ni wapenzi, nyinyi mnajua na mnapenda. Si ndio? Namwambia sasa leo nataka kujifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Basi. Ona, alafu unaenda kujitengeza vizuri. Unafanya nini? Unanukia utamu. Sasa wakati pengine ni wale wanaume wa kupenda kunyonya kule chini, manake wanaume wako tofauti. Hapo atakuwa anaweza kukusongelea na kukufikia na kukuridhisha vile unataka. Ona, ni kwa sababu hiyo tu. Na pia nikipata vitu zingine ambazo nitakuwa naweza kueleza pia nitakuja niwaeleze, na tuendelee na uhusiano. Tafadhali naomba msubscribe katika channel yangu, mlike na mcomment pia. Karibuni
na pia mnaweza kushare kwa marafiki ili wapate ujuzi zaidi. Karibuni. Kwa majina ni Betty Chanzi Katuku. Facebook same ni Coco. Same ni Coco. Ule ni simu imeongezea, situmii video. Karibuni tena. Nawapenda sana, na tuzidi kupendana. Na nitakuja na mafunzo mengi tofauti kwa sababu nawapenda, nataka tuelimishane. Na chenye ambacho sijui pia ingine mtu anaweza kuja akaja akaniambia. Nikazidi kujua pia nami pia ni mwanafunzi na najifundisha hivyo. Same ni kuwafundisha, hata mimi nami pia najifundisha. Lakini karibuni tena katika channel yangu. Kwa wakubwa peke yake, si kwa wakubwa na wadogo. Wakubwa na wadogo ni kumaanisha ni wako under 18 ndio unaweza kukaribia. Lakini mostly wenye ambao wanahitajika katika haya mambo ni watu ambao wameolewa, wamekomaa, ama pengine wako kwenye wameshapita under 18 na mmeingia katika relationships. Ndio hapo naongelelea kuhusu. Maanake hakuna si watu wote wanaongelelea vitu kama hizi. Not unless wa Tanzania mostly ndio wanaongea mambo kama haya. Na kama ni wa Kenya si wengi, ndio sababu nikachukua hilo jukumu nijaribu kufunza watu wengine tofauti at least wako na knowledge. Karibuni tena. Nashukuru kwa kuwa nanyi katika masaa haya. Niko ka break kiasi. Sasa tanibidi nirudi kazini. Karibuni tena.